Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo imeweza kuwa gumzo kubwa nchini Tanzania siku ya leo ni mara baada ya bodi inayosimamia ligi kuu Tanzania bara kupitia TPLB kwa upande mwingine, siku ya leo wameweza kutangaza tarehe rasmi ya mchezo wa Kariakoo Derby uliopangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025, lakini mchezo huo tunaona uliweza kusogezwa mbele. Sasa siku ya leo bodi kupitia taarifa ambayo wameweza kuitoa, basi mchezo huu unatarajiwa kuchezwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii yote inatokana na kwamba klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kushindwa kesi katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo. Hapa tukienda kuongelea kasi, ambapo kasi kwa upande mwingine wameweza kulirudisha shauri na kulitupilia mbali shauri hili na kuambia kwamba klabu ya soka ya Yanga Sports Club waweze kukaa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuweza kusikiliza hoja zao. Sasa klabu ya soka ya Yanga Sports Club mara baada ya kurudishwa katika kamati ya utendaji ya ligi kuu Tanzania bara, basi kwa upande mwingine Yanga wakaweza kuiandikia barua CAS na kuambia kwamba hawapo tayari tena kucheza mchezo kwa sababu hawana imani na viongozi ambao wanaosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania kupitia bodi yake, kwa sababu kama mechi iliahirishwa basi kuna sababu ambazo zingetakiwa kutolewa, ambapo kwa nini mchezo huo uliahirishwa. Kwa upande mwingine tunashuhudia klabu ya soka Yanga Sports Club ndio hivyo wameweza kuugomea mchezo huu, na tunashuhudia kwa upande mwingine TFF ndio hivyo wameweza kutangaza ratiba hii na wameweza kuziambia kila klabu ziweze kujiandaa. Kwa upande wa Simba Sports Club, wao wapo tayari kwenda kucheza mchezo huu na Simba watafuata kanuni zote, yani ile siku ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 kupitia viongozi wao wamethibitisha kwamba wataenda uwanjani. Kwa hiyo athari kubwa ambayo inaweza kutokea kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club iwapo watashindwa kupeleka timu uwanjani, basi kuna uwezekano mkubwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakakatwa alama 15 katika zile alama ambazo wanazo kwa sasa katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona vile vile kuna baadhi ya viongozi wa klabu ya soka Yanga ambao wamehusika mchezo huo kuto kuchezwa. Kwa upande mwingine watakwenda kufungiwa na TFF kwa kipindi cha miezi 12, yani mwaka mmoja. Lakini bila kusahau athari nyingine ambao Yanga wanaweza kuipata kwa kuto kucheza mchezo huu ni kwamba watakwenda kutoa kiasi cha shilingi milioni 5, ambapo milioni 2.5 zitakwenda kwa bodi ya ligi kuu na milioni nyingine 2.5 itakwenda kwa timu ambayo imeweza kuathirika kuto kucheza mchezo, yani kwa maana kwamba itakwenda kwa klabu ya soka ya Simba. Simba wao wanadai kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara ndio ambao walikhairisha mchezo huo, kwa wakaifuata bodi ya ligi kuu Tanzania bara kile ambacho waliweza kukisema. Sasa mara baada ya hii mchezo kuwa na kashishe kubwa ama sekeseke kubwa, basi kupitia mtu mmoja ameweza kufunguka na kuweza kuelezea kitu kidogo ambacho Yanga wanatakiwa kufanya ili wasiweze kupokonya pointi, ambapo kupitia Eliud Mvela alikuwa mkurugenzi wa kamati ya sheria na ardhi ya wanachama na wachezaji wa TFF. Anasemaje? Anasema hivi: kinachotakiwa kufanyika kwa mujibu wa taratibu na kanuni ni Yanga kuheshimu maelezo waliopewa na CAS, warudi kufungua kesi upya kwenye kamati ya sheria na ardhi za wachezaji. Wakishafungua kesi kwenye kamati hiyo, kisha waombe sasa kwamba kwa kuwa tuna kesi, tunaomba bodi ya ligi wasipange mchezo mpaka kesi yetu ya msingi isikilizwe, na kama wanaona kwamba tarehe ya mchezo imeshapangwa, wawaombe kamati ya sheria na ardhi za wachezaji kwamba tunaomba mchezo usichezwe mpaka shauri letu la msingi litakapokwisha. Na kama Yanga wakikataliwa ombi lao na mchezo ukaendelea kuwepo, Yanga wanawajibika kwenda kucheza mchezo ila kwa njia ya mgomo au under protest, wapeleke timu uwanjani ila wacheze under protest. Kwa kuwa wanacheza under protest, wataiambia bodi ya ligi kwamba sisi tunacheza mchezo huu lakini kwa mgomo, kwa sababu tuna kesi yetu kwenye kamati ya sheria
na hadhi za wachezaji. Sasa Yanga watapata faida gani wakichukua hatua hiyo? Kwanza, Yanga wakishinda huo mchezo chini ya goli moja, lakini kesi wakienda kushinda, ina maana wataongezewa magoli mawili ili yawe magoli matatu na pointi 3. Lakini endapo wakipoteza mchezo na kesi wakashindwa, ina maana hakutakuwa na adhabu. Lakini kama wakigomea mchezo na kesi wakashindwa, ina maana ni lazima watachukuliwa adhabu kali, ikiwa ni pamoja na kunyang'anywa pointi 15. Kwa hiyo ushauri wangu wakacheze chini ya mgomo, amesema Eliud Mvela aliyekuwa mkurugenzi wa kamati ya sheria na hadhi ya wanachama na wachezaji TFF. Kwa hiyo ni kidogo hapo tumeweza kuelezea scenario, naamini utakuwa umeelewa.